Naam, karibuni sana wote ambao mko nasikiliza Baraka One TV kutoka pande zote za dunia. Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia ambaye niko kurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka DRC. Kumbuka operation Saidia Muzalendo bado kuendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba zetu ili uweze kuwa moja ya watu ambao wako wanatumika moja kwa moja na B1 TV kwa lengo la kupambana jinsi ya kusaidiana na ndugu zetu waza. Pia tembelea Baraka One Media ambako utakuwa unakumbana na matukio mengi yote ambayo yako yanazidi kulinda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua nafasi hii pia niweza kukaribisha na kukuweka wazi kwamba katika vitu ambavyo tutazungumza na mchambuzi wetu itakuwa ni tofauti kidogo, na tutagusia kauli za Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ametoa kauli tata wakati wa kushimika baraza la vijana jijini Kinshasa, ambako alitoa ahadi nyingi kama kawaida yake, na kwa ni mtu wa ahadi nyingi. Sasa tutazidi kuchambua haya mambo, na pia tutazungumzia hali ya watoto wa viongozi ambayo inakuwa ni hali ya kihuni. Mtoto wa Rais Antoine Tshisekedi inasemekana kwamba alifanya maafa Ubeljiji ndani ya bar baada ya kumpiga mhudumu wa bar na kumjeruhi kwa risasi, na baadaye inasemekana kwamba mhudumu aliweza kufariki. Tabia hizo za watoto wa viongozi, ujehuri pamoja na ujinga, zinawakera watu mpaka kuwatia doa wazazi wao. Na pia tutazungumza kuhusiana na hali ya wazalendo. Maimai ni kama wamepoteza ile ladha ya umaimai. Wengi sasa hivi wamekuwa ni wafanyabiashara, wamoja wamekuwa ni wafanyabiashara, wengine wanakula leksi mpaka mzalendo anatoka kitambi bwana. Mzalendo anakuwa na kitambi, yani umepoteza ile ladha ya umaji. So karibuni sana, ndio tutazungumzia haya mambo makubwa. Ngoja tuungane na mchambuzi wetu. Nafikiri sasa hivi atakuwa yuko chonjo, nasubiria tu. Ewan, uko wapi? Nasikia kelele nyingi sana. Upo barabarani ama wapi? Hapo salama, hapo sawa. Hapo ni sawa. Hao bado nitengeneze mitambo. Nasikia hapo mitambo imekaa sawa. Mwanzo kidogo ilikuwa kama unasaga mahindi hivi. Nasema umehamia kwenye kiwanda cha kusaga mahindi ama cha kufua vyuma? Bwana, ukiwa Afrika na watu, kuna jamaa mmoja anasema, bwana nilivyokuja huko nikaambiwa unaenda kufanya kazi ya kuosha madaipa. Bwana watu. Na ndio kweli nikawa napinga, lakini ndio kazi naifanya sasa hivi. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaongea hivyo. Yeah. Vipi mambo mengine huko? Tunashukuru Mungu. Karibu sana. Naona unazidi kuwa maarufu ndugu yangu. Ndugu yangu, hao watu wananitakia matatizo hawa. Wananitakia matatizo. Sababu vitu vyenye ambavyo tunavyovitaka ni tofauti. Kuna jamaa mmoja nilimsikia nilimsikia vizuri kabisa. Na jamaa mmoja nilimsikia akasema, bwana, huyu mzee tuanze na hicho kama kifungua kinywa chako. Tuanze na hicho kama kifungua kinywa chako kabla hatujagusia mambo ambayo tutazungumzia. Naam. Ama tufanye hivi kwa sekunde chache. Tutazungumza kuhusiana na kauli ya rais kwa vijana wa maeneo ambako inadhibitiwa na magaidi wa M23. Alizungumza hivyo kwenye mkutano wa kushimika baraza la vijana la kitaifa. Na pia tutagusia kuhusiana na hali ya watoto wa viongozi kuwa
ya ujeuri pamoja na wajinga, huku swala la mtoto wa Rais Felix kumpiga mtu risasi mhudumu wa baa huko Ubelgiji na kusemekana kwamba amepoteza maisha. Na pia tabia za waza kubadilika, yani wamekuwa na vitambi, siku hizi wanafanya biashara, ile ladha ya maji kama imepotea. So hii vitu vitatu vikubwa vitakuwa vina umuhimu sana kwa watu kuweza kusikiliza nini ambacho kinaendelea. Haya, kifungo chako, kuna mtu alikuuliza swali na kaniambia nikwambie kwa ambao walifuata habari zetu za jioni kwenye mitazamo yetu walisikia. Alikuuliza na sijui unajibu nini hapo. Aliuliza swali gani yule jamaa? Alisema kwamba mchambuzi wetu anaonekana ni mtu makini sana na ni mwanajeshi wa zamani. Kwa nini usije huku uje huku ili uweze kuhamasisha watu, kwa sababu kwa jinsi unaonekana ukizungumza na watu na kuwapa mikakati wanaweza kukuelewa kwa wepesi na kuamua kuungana kwa ajili ya kuweza kuokoa nchi. Unasemaje? Hiyo swali ni swali nzuri sana aliuliza, lakini sio wote wenye kuishi huko hawaoni kinachoendelea, wanajua. Lakini mimi sio kama wanavyozungumzia wengine kuona kusema bwana kuna uongozi, ni uongozi uongozi wa sijui wa chuma. Mimi siwezi nikazungumzia hivyo, hapana. Mimi ila binafsi naweza nikazungumzia kuja huko ni nyumbani. Mimi nina mdogo yangu yupo ni askari, na kaka yangu mwingine yeye yupo bado, na mwipwa yangu na yeye ameingia, nadhani ana miaka kama 7-8 hivi, aliingilia huko Lubumbashi. So kwa hiyo nina familia wapo mkweni kijeshi. Wanakutaka wewe. Mimi ni kweli alichoongea. Ukiangalia kinachoendelea kwenye kuwa maafande, kwenye kuwa maafande, unaona alichokifanya, nilizungumzia ni juzi. Alichokifanya Rais Tshisekedi tulikiongelea, ni sijui kama ni jana au juzi. Kutumika wengi, sio wote, wengi wenye ambao wanafanya nao kazi ni watu wenye ambao walitoka huku Ulaya. Unaona, so idea sio mbaya. Idea sio mbaya, unaweza kutoa idea, lakini usitoe idea ya kumlenga mtu. Sababu kinachotakiwa ni sisi hatulengi mtu, tunalenga majambazi tumeingiliwa. Yani watu wasitupoteze kututoa kwenye sisi yetu, watupeleke sehemu zingine. Haya masuala ya mtoto wa Tshisekedi, kabla tujaongea kama mimi, hayana mafaa. Okay, tufanye hivi. Ili swala mimi kwa kurudi yes of course sasa nikarudi, lakini kuna viongozi waliotangulia. Viongozi waliotangulia, kinachokosea kwa viongozi waliotangulia, kwa mfano tuna Kinaya Kutumba, tuna na wengine, kinachokosea wanashindwa kuwaunga mkono. Au tunashindwa kuwaunga mkono. Sindo hapo wanasema kwamba je, wewe ningeomba umjibu akuelewe, je, una mpango wa kurudi kuja kuungana na wazalendo kama? Ndio tarudi. Okay, sawa. Hilo hapo limekwisha naelewa kwamba atarudi. Sasa ndio tarudi, mimi tarudi. Okay. Ili swala la mtoto wa rais sio swala jepesi kama unavyofikiria. Na pia halipo kwamba litapotosha, lakini linasaidia pia kuweza kuwajenga watu. Nasikia hapo kuna kitu kinagonga hapo. Acha nikitoa hiki. Hapo sawa? Hapo ni sawa. Sasa kuna hili swala linaweza kuwajenga watu. Tumekuwa tukishuhudia matukio mbalimbali ya watoto wa viongozi
wanafanya mambo ambayo ni ya ujinga na pia ya jehuri, kwa sababu babake ni kiongozi fulani, basi anakuwa yeye anajiweka ile nafasi na kupitiliza. Kwa mfano tu hapa juzi nikutanana na mwanamke mmoja. Sasa huyu sio mtoto, ni mke wa mwanajeshi, lakini katika mazungumzo akataka naye apate ile priority ya mwanajeshi. Akasema kwamba yisi bwanangu ni mwanajeshi, kwa hiyo na mimi ni mwanajeshi, kwa hiyo nina haki na mimi za kijeshi. Ngambia hapana, mume wako ndio jeshi, wewe huna haki. Ni sawa na mtoto wa rais, sio rais. Kauli ya rais ni sheria, ndio, lakini kauli ya mtoto wa rais wala haina impact yoyote. Haya, mtoto wa rais ameuana Ubeljiji. Hili swala pia kwa kifupi tu ningetaka tugusie hapa, lina madhara gani kwa utawala na kwa vizazi ambavyo viko katika uongozi, baba zao ni viongozi? Lina madhara gani? Ni kwa kweli, unajua hili swala tukienda kwenye hali ya tukilingilia kwenye hali ya kawaida, tukilingilia kwenye hali ya kawaida halina faida, lakini lina madhara pia. Ila ina madhara, lakini kwa sasa hivi kwa nchi yetu, kwa sababu nchi yetu haipo sawa, halina madhara, ila kwa wafanya siasa lipo na faida. Wanaweza wakalitumia kwa kisiasa, kwa kusema kama sababu mwenye ambaye anatakiwa kuwa rais anatakiwa kuwa na uadilifu. Uadilifu wa tuseme wa familia. So kwa hili tunaweza kusema bwana, tulichagua mtu mwenye ambaye hana maadili. Yeah. Lakini halina faida sana. Hapana. Sababu ikiwa hata kama hivyo waumini kama wameshaacha kwenda kanisani, sababu unaweza kukuta pastor mtoto yake ni mlevi na ndio muuza mabangi. Lakini watu hawaangalii ule mtoto yake, wanaangalia kile pasa anachoongea, kama kinaambatana na akili yao. Ikiwa pasa atakosea na wanaona anachoongea pasa kiambatani na akili yao, kwa hiyo wataachana na ule pasa. Lakini nchi yetu ingekuwa yenye kutulia, tungelifuatilia. Nchi yetu ingekuwa na utaratibu wa kuishi sasa, lakini tupo kwenye kizunguzungu hapa. Kwa hiyo bali mawimbi ni kuchemuka. Tuachane na swala la mtoto rais, halina maana. Halina maana kabisa. Maana yake ni nini? Tumwache Kagame kwanza, mwenye kuwa watu wengi Mkongo, twende tumfuate mtoto wa Kisekedi mwenyewe, sijui aliuana huko Ulaya, sijui ni Kinshasa. Inakuwa na maana gani kwetu sisi? Wewe kama ukilipekua ukilichakatua sana, lina maana gani? Okay, sawa. Ili swala halina maana. Tuchukue swala la pili. Halina maana kwa wanasiasa. Kwa sababu ikiwa kama litakuwa na maana kwa kusema mtoto wa Kisekedi haliuana, haya sawa. Na hawa weni kuoa wenye Rwanda nao weni kuletea, nao tutumie hii fursa? Hapana. Tutakuwa tumechochea kiubaguzi. Nadhani ule ni mtoto. Ikiwezekana, unataka kuniambia kitendo cha yule mtoto kufanya vile ni baba aliyomfanya? Hao kuna ukatili. Haya, waliotuletea demokrasi na wakatugawa na wakatuachia na lugha, je, kwao kitendo cha yule mtoto wa Kisekedi kwao wanafanya wafanye? Mtoto wa Trump kuna siku moja alizungumza vibaya hapa Marekani. Mtoto wa Biden aliiba hela na kwenda kuifichika kwa Ukraine na akashikwa na hela. Isitosha akashikwa tena na madawa ya kulevya. Mtoto wa Kikwete tuliongea na jana, sijui jana. Kwa hiyo tuna maexample mengi sana. Mtoto wa Queen huko Uingereza aliamua huko, akatoka huko kwa kingi huko kwenda kuoa, kuja kuoa huko sijui huko Marekani. Kweni maadilifu,
hawatakiwi tena ule kumweka, lakini yupo. Okay, sawa tufanye hili swala la mtoto wa rais tuliweke kando. Nafikiri tumesikiliza kauli za Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nataka tuanze na hii kauli ya kwanza ya ahadi. Amewaahidi hapa. Kwanza nitengeneza vizuri nimalize kwanza. Nataka kulimaliza. Kuna mtu alicomment anasema unaona hakawa anatukana. Sio, sababu kuna mashauri na kuna mtu jinsi ya kumuelekeza. Ukiwa namfokea hata mke wako, huenda alikuwa na nafasi ya kukusikiliza akuelewe vizuri, anashindwa kukuelewa kwa sababu ya accent yako au too yako unayoitumia. Unapoamua kushauri, amua ushauri usiwe na jaziba. Mtu anaweza akakuelewa vizuri. Hata hawa wenye Rwanda wanaotuvamia, huenda ukoloni wao hawakuelewesha vizuri. Kwa nini nasema? Kuna mtu alikompea akasema, unaona watoto wa Kagame wanaingia kijeshi, wanaandaa future ya kesho. Nadhani kuingia kijeshi ni ubinafsi wa mtu. Haiwezekani Biden kwa sababu alikuwa rais na mtoto yake awe askari. No. Ila kwetu tunaandaa kwa sababu viongozi wetu akipita kwenye madaraka anakuwa forever, anakuwa kiubabe. Kwa hiyo anaona kama nikiondoka kesho tastakiwa, hacha niandae mwenye ambaye atakuja kunitetea, kama vile Museveni anaandaa mtoto yake, kama vile Kagame watoto wake yaani kuna vitu venye ambavyo tutaki kuvizungumzia sana kwa hiki kipindi. Tufocus kwanza kwa vita tupo weni kuvamiwa. Okay. Tuangalie kwanza ni nini. Yeah. Kauli na mtoto ya Tshisekedi hapana. Sawa. Kauli za rais. Amewaahidi vijana wa nchi nzima masuala ya entrepreneuria, kutengeneza fursa za kibiashara. Vijana ndio wapo kwenye chembe ya maendeleo. Vijana ndio wanatakiwa waunganishe kati ya siasa na jamii. Vijana ndio wako na nguvu. Lakini maneno yake ni yale yanajirudia. Wakati mwingine aliwahi kusema kwamba atatengeneza mabilionea. Baadaye tena kaja akasema serikali haiwezi kupatia vijana wote kazi, kwa hiyo inabidi wachakarike. Hii kauli ya sasa hivi iko na utofauti gani na kauli zingine ambazo amewahi kuzitoa? Rais kauli yake haina cheda, haina radha. Kwa wale wenye kuumia au kwa sisi wenye kuumia, sisi watu wa huku, haina radha kwetu sana. Unajua ukiwa mwenye kushiba alafu unalala na mwenzio eko na njaa, mwenye anaonaka usiku hudumu sana ni ule mwenye kuwa na njaa. Na huyu mwenye kushiba anamwambia mwenye kuwa na njaa, tulia tu, asubuhi ndo tutaangalia naona utaratibu wa kula. Lakini huyu yuko anahangaika, nataka ale ndo alale. Sisi tunataka matatizo yaishe ndo tumsikilize. Unaendaje kusema kama tutakuwa mabilionea tuko wenye kuvamiwa? Yaani mimi napoteza mzazi wangu, unakuja kunituliza, unaniambia haya yote yanatokea, na mwenye aliyofanya hicho kitendo yupo. Hao ni plani ya kutusikilizisha inchi, wameshagawana ndo tujue, sababu sisi tupo nyuma yake. Nadhani kauli angetoa niweke vizuri. Kuna wacheza mpira wacheza mpira wanakuwa na ile timu ya kuangalia mpira unavyoendelea. Ina maana kocha anavyokwenda kubadili timu, kuna mambo mawili. Kuna muda anapoomba mashauri, anashauriwa na ile umati wa members, lakini kuna muda kocha anatoa kauli wala hataki kushauriwa na mtu yoyote. Ikiwa yale mashauri aliyopewa anaona kama hayakufanya kazi mule ndani ya uwanja, kwa hiyo sasa inatakiwa atoe maarifa yake yeye ya ukocha. Maana yangu ni hivi, kuna muda
raia inaweza kumshauri, lakini kuna muda rais ana kifungo anaweza akakitumia, anatoa kauli yani ya mwisho, jamani wa kushika mpanga ashike mpanga. Sasa kauli kama hii hawezi akatoa. Watu wa Ulaya watamwambia, kwanza anaogopa kuona kama atakuwa amefunguliwa kesi. Sasa ni nini kifanyike? Kauli ile aliyoitoa wala haina hata cheda, wala haina hata ni kauli tumeshakaisikia, tumeshachoka. Kwenye amu yake ya kwanza aliongea Kongo niveau itakuwa kama Paris, itakuwa kama Europe, kama Alemanya ya Afrika, baadaye akakuja kama kuona hata kitu kimoja. Mimi siongei kwa kumchukia rais. Ukiwa leo unaondoka unamwambia mtoto nitakuletea ndazi au kuleta, kesho nitakuletea socks au kuleta, kesho nitakuletea chupi au kuleta. Ule mtoto ulikuwa na mdanganya alikuwa na miaka 10 anakuwa na miaka 18. Kwa hiyo hataona kama mama ni vizuri sana. Mama ikwambia subiri nikupigia ugali, anapika. Mtoto anakula. Kati ya mama na huyu, mtoto anaona mwenye kumpenda ni nani? Ataona ni mama. Mama. Ataona ni mama. So mama anamtimizia. Subiri nikuogeshe pale na anamuogesha kweli. Njoo vai nguo na anavaa nguo kweli. Na ni kosa kubwa sana wewe baba ukiwa ndani ya nyumba kuwa unahudumia watoto wakubwa, unampa pesa mama alafu ndio anahudumia. Ni kosa kubwa sana. Hao watoto hawatakujua kwenye maisha yako. Wataona mama alihudumia sana. Ukitafuta kuhudumia unamwambia we nani? Njoo nikuja. We nani? Njoo. Nienda hii pesa uende wanunulie kwanza. Huyu ana kanda mbili, huyu ana nini na huyu. Hii pesa yote ya kununua nampa mama yenu nini? Watoto wanaanza kujua kumbe baba ndo anatoa hela kumpa mama kwenda kuemea. Hapana kumpea mama mshambure tu, mshambure unaomba sema. Hapana. Maana yangu hapana kumpa mama mshambure kwenda. Hawa watoto wanavyokwenda hata kama uko pale wataona we baba una chochote. Ndio maana unatakiwa. Ina maana hivi yeye atumie nguvu ya sisi population tuone, sio kumtumia premier minister, sio kutumia nani, yeye mwenyewe tuone kama kweli rais anafanya kazi. Na mfano wangu. Okay, tukichukulia hii kauli ya pili, anawapa moyo vijana ambao wako maeneo ambako kuna dhibitiwa na magaidi wa M23 na kuambia kwamba anawaweka ndani ya moyo, anawapenda, anawajali, anawathamini na yupo katika harakati za kurejesha usalama maeneo yote ambayo iko mikononi magaidi wa M23, lakini anawaomba wawe watulivu na wao pia wavumilivu. Ni sawa, lakini kipindi anatotuambia sisi tuwe watulivu, swali letu ba M23 nao ni watulivu beko wapi? Wako wapi? Kinachoendelea ni kuna watu wanaomwambia, yani ukiona ni mfano leo ukiwa unaishi na mke wako, ulimuoa alikuwa vizuri, unamuona anakuwa mtata, muangalie vizuri. Kuna mtu mwenye ambaye alishaweka kibambasi nyuma chake. Ukiona rais anaongea, kuna inchi fulani ilimwambia bwana subiri, tutafanya 1 2, au ndio ni kumdanganya. Sababu siku ngapi hao wa M23 walisonga na chukua Goma. Yeye hotuba yake hatakiwi kuwa anapumzika. Hatakiwi hata dakika ndogo kupumzika. Anatakiwa kuwa anawaambia maraia siku kwa siku. Na kucha ni nini kinaendelea. Sio kama hivi. Anaitoa wajuzi itakuja kufanya kama miezi 5. Yaani hata wazalendo wanakuwa wanajikuta kama hawalelewi. Ni nani anampangilia? Kwa nini mke wako unaweza kuwa anatoa kitu kwa siri? Hawa ni raia wamesimama. Ni raia imesimama kutetea nchi yao. Tumeona Nepal nini pale. Maraia walimfurumua rais. Sasa sisi hawa ni wavamizi, hatupangiwi cha kufanya. Ikiwa kama tuwe na hoja ya kusimama, ikiwa kama sisi tutaanza kuwashambulia wale wenikuwa kule, Umoja wa Mataifa watakapokuja ndio tutawaambia nini ndio waliwatuma hawa. Mtuambie ni kipengele gani mlichokuwa nacho kwenye katiba
ya uasi? Ni kipengele gani mwananchi anapokosea kuwa na utaratibu wa serikali anageuka mwasi? Tuambie sababu nini ndio mliacha mnatugawa na nini mkatuletea? Sasa hii katiba niye ndio mlipanga, hii constitution tuko nayo, ni kipengele gani Kenya mliruhusu basi ba mwinchi bawe tujue? Hakuna kipengele kama hicho. Okay. Kama ni wao, kama walishawapanga wa terrorist, wanani wa terrorist, lakini sisi Kwa hiyo mimi ninachohusika, serikali anatakiwa kugombana nacho ni kuunda kamati kichasa ya uchunguzi ya kujua hawa watu wanafanya nini, na akishaunda ile kamati kuundwe kamati ingine ya wakina mama na wazee na vijana, akusibaki mweni kwa na miaka 18 yoyote au kwa ile kamati. Okay. Ukiwa kwenda kutega maji, uko natega maji, ukimwona mtu anapita, yani unaona afanani, unaripoti, mnakuwa 5 6. Kwa maana hiyo hawa watu hawatapata na nafasi ya kusonga mbele. Kwa maana hiyo vijana wa hayo maeneo ambako kunaingia magaidi, ambako kuko magaidi wa M23 wakati tamaa na rais. Wala kabisa. Yeye rais kama kweli ni kidume, akabizi madaraka kwa raia. Yeye asione kama hao wazungu watamsaidia, ni wadogo sana. Ni wadogo sana. Yaani sawa ni maji, unaishi Kongo naenda kuchukua maji ya kunywa Zambia. Okay. Ni mbali. Population ndio ya kuwa ategemee kuliko kutegemea hawa wazungu. Hawa wazungu walishakaangusha mainchi mengi sana. Abaki anategemea population ndio yenye ambayo, na hata kama hatukumpenda au kama wakumpenda, lakini kipindi hiki akifanya vizuri huenda tunaweza tukampenda, sababu tupo kwenye shida. Okay. Tuchukue subject yetu ya 3 ambayo ni ya mwisho ndani ya hizi dakika 3. Wazalendo wamekuwa wafanyabiashara, baadhi ya wazalendo wamekuwa wafanyabiashara, vitambi vimewatoka, wanakula minofu ya kuku, bata, mpaka wengine wanakuwa wako wanashinda baa, wanakunywa na wanalewa, wanatoka na vidoshodosho. Hii inapoteza ladha ya kimajimaji, na tunaelekea wapi? Hii ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Hii ni kosa kubwa sana. Makosa. Ni kosa kubwa. Ni makosa. Yaani kama kuna vitu hapo wanavifanya na viongozi wapo wanawatizama, ni makosa kubwa. Yaani ukiona mganga anaanza kuvaa suti, basi huyo amekwisha, huyo sio mganga tena. Mfumu. Mganga sana anavaa suti. Mfumu. Ukianza kuona mfumu anaanza kuvaa na suti, mfumu anaanza kutembelea gari. Sio mfumu, tafrapere huyo. Kwa sababu kwa siri ya mfumu una siri moja, mfumu hataki kuvaa viatu. Sisi kwa asili, sababu sio tunatoka kwenye asili. Sababu ya nini? Mfumu ndo anakuwa anaweza kukupa kitu kenye ambacho wewe hauna nacho. Hicho tuamini tusipoamini. Sababu kuna mtu anakuambia unaamini waganga sana, mbona wewe ulizaliwa kwa mkono mpindi? Mbona ukupinga mimba haijatungika? Unajuaje wewe? Lakini ukishakuwa ndo mimi pastere vilivyotokea. Kwa hiyo tunakuja kwa adili ya kila mtu anamna anazaliwa. Kuna wengine mama yako uzazi ulikatikaka, sasa wakaanza kunywa ile pombe ya kibu kusudi upatikane. Kwa hiyo tusiende huko. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kuna utaratibu wa bazalendo. Kuna utaratibu. Ila ijapokuwa hata kama rais alirahisisha wakuwe kabisa, lakini wenyewe wawe ni kujitambua. Ni kama leo tunaishi Marekani. Tunaishi Marekani lakini hatujaacha kufinyaga ugali. Mimi ni mmoja wao, siwezi kuacha. Siwa isema tu Trump msile ugali, mimi narudi. Sawa, ni utamaduni wangu mimi, hauwezi uona nikatazaje? Sababu vita baada ya vita wasiende kuchangana na serikali. Watabaki mawewewewe kule inawezekana kule wakaharibishwa akili. Baada ya vita ikimalizika,
waende nyumbani kwao watulie. Watapewa kazi nyingine binafsi. Kwa hiyo wanaweza wakapewa kwao chembe na au jasusi. Wote wanaweza wakafanya kazi nyingine yoyote, na serikali ianze kuwalipa pesa kama wao kufanya kazi. Kwa mfano Marekani hapa, nilete mfano haraka. Kuna vikosi vingi sana vinatumika pamoja na askari, majasusi, hawa wengine mablack wote mko, yani vikosi vingi sana. Kwa hiyo hawa wanaweza wakabaki ila wasichangane. Hiki kitendo cha watu kushindana masuti, muda wa siku wataanza kuangalia vifua vya wanawake. Unaona sasa? Basi wakikwambia hii dawa tunakupa ni ya kutwanga mkinu, wewe unaenda unaibrand kwa mashine. Ni sawa sawa na hiyo masharti walikupa? Hapana. Unapoteza ladha. Umeshakosea. Unapoteza Kama walikwambia hii dawa ni ya kutwanga kwenye kinu, basi twanga kukinu. Kama ni ya kusaka kwa mashine, saka kwa mashine. Mfano kama wanakuambia bwana kichwa kinakuuma hii tangawizi, nenda ukatwange kwenye kinu. Wewe unaenda na brand kwa mashine. Itakuwa sio tangawizi tena hiyo. Itakuwa ndio shida. Hiki kinaweza kikawakarimu vibaya na wanaweza kupoteza sifa yao ya uzalendo. Okay, asante sana. Tuishie hapo. Dakika zetu zimetupa mkono, tumechukua dakika nyingine moja. Mengine tutaendelea kuwasiliana kwa kesho. Hii ni Baraka1 TV. Asante sana kwa muda wako. Asante ndugu yangu, nashukuru sana. Asante sana. Ulikuwa na msikiliza mchambuzi wetu Said katika mada zetu kubwa 3 ambazo tunazungumzia, na tumepita dakika 2 mpaka dakika 32 wakati dakika 30. Kwa hiyo mtatuia radhi sana. Kwa hiyo mengine tukutane majira ya saa 9. Mimi ni ndugu yenu hapo Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ Bicho. Chao.